Mapigano yanaendelea kwa hivi sasa. Ukumbuke kwamba umetokea ripoti nyingi za mapigano ya kila siku ni ule mji wa El-Fasher kule kwenye jimbo la Kaskazini, lakini vile vile kumekuwa na mapigano yakiendelea kwenye maeneo machache ya Khartoum, licha ya jeshi kusema kwamba lilikuwa limetoa mji huo jumla mwezi Machi. Ukumbuke pia kumekuwa na mapigano ya mara kwa mara kwenye majimbo mengine ya kusini mwa Sudan kama vile Kordofan Kaskazini na vile vile Kordofan Magharibi, lakini kwa hivi sasa mapigano mengi yanapata kwamba kupigana kumezidi kwenye jihua au kwenye jihili la El-Fasher. Kufikia sasa unaweza kutueleza athari imekuwa ipi? Ni takriban maelfu au makumi ya maelfu ya watu ambao ile taswira ambayo tunaweza patiana kwa kamili ni ile idadi ya watu ambao wamefurushwa kwa sababu ya vita hivi, na imepeana kwa mujibu mmoja wa mataifa wanasema kwamba takriban watu milioni 11.3 wamefurushwa kwa sababu ya vita, na kumekuwa na idadi imetolewa na Umoja wa Mataifa vile vile ni takriban watu milioni 24.6 ambao wameathirika na hali ya ukosefu wa chakula. Huu ndio usambazaji wa kwanza wa chakula cha msaada katikati mwa mji mkuu wa Sudan, Khartoum, tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanza na Umoja wa Mataifa. Ina maana hapo awali kulikuwa na vizuizi vilivyowazuia kufika katika maeneo hayo? Mwezi Machi ambapo jeshi la Sudan lisema lilikuwa limedhibiti mji wa Khartoum baada ya miaka mingi ya kupigana. So kwa maoni yangu ni kwamba kidogo, sababu mji huu sasa umetolewa na jeshi, ni rahisi kujaribu kushughulikia mambo ya kutoa msaada. Na jambo la pili pia ambalo lilikuwepo kwa muda ilikuwa kwamba kulikuwa na ripoti ambazo zilikuwa zimekuwa kwamba jeshi la Sudan na vile vile wapiganaji wa RSF walikuwa wanazuia mashirika ya kutoa msaada kujaribu kufikia maeneo ambayo walikuwa wamedhibiti. Lakini vile vile mwezi wa pili tatu kwa wana ripoti kusema kwamba serikali ya kijeshi ya Sudan ilikuwa imeipatia Umoja wa Mataifa kwamba itasaidia au itajaribu kutia ya kuona kwamba bado nafikia wale watu ambao wameathirika pakubwa. Kwa maoni yangu niseme basi ni kwamba kutwaliwa au kudhibitiwa kwa hatua jeshi ni jambo ambalo hivi punde ambalo limesaidia kujaribu kuona kwamba watu wanapata msaada kwa hivi sasa. Vile vile kusema kwamba kuwepo tu kwa kundi moja ambalo limejihamia ama kuwepo tu na jeshi la Sudan ambalo limethibiti mji huu kidogo limerahisisha ile shughuli ya kufikia watu na msaada. Vile vile umeweza kutaja tishio la ukame wakati ambapo vita hivi vya wenyewe kwa wenyewe bado vinaendelea. Naomba utueleze zaidi kuhusiana na hili. Ni jambo ambalo limezungumziwa kwa muda wa miaka 2 tangia vita vianza kwamba Sudan inatishiwa na ukame. Ukumbuke kwamba kulikuwa na ambapo hakukuwa na mvua kutosha, alafu baadaye kuna mvua kwa wingi kwa Afrika Sudan, katika vile vile magonjwa kama vile cholera na vitu hivyo. Lakini kwa hivi sasa ni kwamba kidogo hali imekuwa ni kwamba huenda kuna janga la ukosefu wa chakula ya vita, na vile vile wengi ambao walikuwa kwenye majimbo ambayo yamejulikana kwa shughuli za kilimo kama vile Nizira ambao walikuwa wamefushwa kwa sababu ya vita hivi. Ndipo sasa tunasema kwamba kumekuwepo na onyo hilo kwamba huenda watu wengi wakaathirika pakubwa na ukosefu wa chakula. Kiangalia hapo awali kulikuwa na hali ya ukame, alafu kufuatia mafuriko, na mambo yametendeka wakati ambapo vita vinaendelea na watu wamefurushwa makwao. Tukimalizia tu sasa, upi mstakabali wa Sudan ikiwa kwamba bado katika mji wa Tawila mamia ya maelfu ya watu bado wapo hapo wakiwa wamekimbia shambulizi la kijeshi katika mji wa El-Fasher na kundi la RSF? Kwa hivi sasa ni vigumu kutoa taswira kamili, lakini lile ambalo tukalisema ama naweza sema kwa uhakika ni kwamba vita vitaendelea kwa muda, sababu RSF ina nia ya kujaribu kuteka au kudhibiti El-Fasher, na jeshi la Sudan na makundi ambayo yanapigana kwa upande wake yametia juhudi kujaribu kuhakikisha kwamba RSF haitatoa mji huo. Na watu wengi kila siku napata ripoti za maelfu ya watu ambao wanatoroka El-Fasher kujaribu kufika Tawila. Imethibitiwa au mji wa Tawila umethibitiwa na RSF, lakini bado kumekuwa na ripoti kwamba RSF aidha imekamata watu ama imetumia vilipuzi na kujaribu kulenga wale watu ambao wanatoroka El-Fasher kujaribu kufika mji huo. Kumonea kwamba hali hii inamaanisha kwamba huenda kutakuwa na mauaji na tutaendelea kuteseka kujaribu kupata usalama kwenye mji huu wa Tawila kwenye jimbo la Darfur Kaskazini.
Polisi nchini Afrika Kusini wanatafuta taarifa za nini kilichotokea baada ya kupatikana kwa miili ya maafisa watatu wa polisi ambao walitoweka kwa siku 6 na baadaye miili yao kupatikana mtoni. Maafisa hao ni pamoja na Boipelo Senoge aliyekuwa na umri wa miaka 20, Sebeho Lulinda mwenye umri wa miaka 24 na Keamogosto Bais mwenye umri wa miaka 30 walionekana mara ya mwisho wakiondoka kwenye kituo cha mafuta karibu na jiji la Johannesburg wiki iliyopita. Jamhuri mwa vyombo anaarifu zaidi. Miili ya polisi hao vijana, 2 wa kike na 1 wa kiume, ilipatikana katika mto Henops ulio umbali wa kilomita 70 kutoka eneo ambapo walikuwa wameonekana kwa mara ya mwisho. Maafisa hao walio kwenye umri wa kati ya miaka 20 na 30 walikuwa wametoka jimbo la Free State wakielekea mkoa wa Limpopo. Hamna taarifa za kina kuhusiana na safari yao hiyo, lakini babake mmoja wa polisi hao aliambia vyombo vya habari vya nchini humo kwamba yeye na wanafamilia wengine walianza kupatwa na wasiwasi pale alipokosa ujumbe kutoka kwa bintie waliokuwa wanautarajia kuwajulisha kuwa wamewasili Limpopo salama. Kilichofuatia ni wiki nzima ya tafuta ya huku na kule wasijue kilichowasibu. Awali polisi wenzao walikuwa wanashuku maafisa hao walikuwa wametekwa nyara na wakatoa onyo kali kwa wanaowazuilia wawaachie, la sivyo watakamatwa na watakabiliana na mkono mkali wa sheria. Pia walikuwa wametangaza kitita cha fedha kama zawadi kwa atakayetoa taarifa ambazo zingepelekea kupatikana kwao. Lakini sasa kufuatia kuonekana kwa mili hiyo ni mshtuko kiasi kwamba polisi hata bado hawajatoa taarifa za kubainisha vifo hivyo vimetokana na nini. Pamoja nao ilikuwepo pia mili ya watu wengine 2 waliokuwa wamesafiri nao, na ilibidi kupata huduma za wapiga mbizi kutoa mili hiyo yote kutoka mtoni hapo. Miongoni mwa viashiria vilivyopo ambavyo polisi wanatumai vitatoa baadhi ya majibu ni kujaribu kulipata gari walilokuwa wakisafiria aina ya Volkswagen, kwani tangu waliporipotiwa kutoweka yapata siku 7 zilizopita vifaa vyote vya mawasiliano walivyokuwa navyo vilikuwa vimezimwa. Kamishna wa polisi Fani Masemola amesema kuna mabaki fulani ya gari yaliyopatikana yanayodhaniwa huenda yakawa ya gari hiyo wanayoitafuta. Mwili mwingine uliopatikana ni watarishi mmoja katika idara hiyo ya polisi, lakini yeye alikuwa akiendesha gari lingine aina ya Renault tangu kutoweka. Taarifa za kupotea kwao zilikuwa zimesambazwa kwa urefu na mapana katika mitandao ya kijamii zikiandamana na maombi kuwa wapatikane wakiwa salama. Sasa simanzi imetanda vile ambavyo wamepatikana wakiwa maiti, na shuku kuu ni kwamba wameuawa. Licha ya jitihada za polisi za kudumisha usalama, Afrika Kusini ni mojawapo ya mataifa ya Kiafrika ambayo yana rekodi ya viwango vya juu vya uhalifu, hasa wa kutumia mabavu. Jamhuri mwa vyombo, BBC. Kongamano kuu la kitaifa huko nchini Mali limependekeza kumtambua kiongozi wao wa mpito Jenerali Assimi Goita kuwa rais rasmi atakayehudumu kwa kipindi cha miaka 5. Kwa sasa pendekezo hilo kwamba awe rais rasmi halitarajiwi kupata upinzani mkubwa. Kuliangazia hili nimezungumza na Beverly Ocheng,